Umewahi kusikia habari za Mungu mbaya? Mungu ambaye aliumba dunia hii, lakini si Mungu mkuu. Mungu ambaye alimzuia Adamu asile mti wa maarifa kwa sababu alitaka kumfanya mtumwa, na kwamba nyoka kwenye bustani ya Edeni alikuwa mtume wa Yesu aliyetumwa kukomboa Adamu kutoka kwenye ujinga. Katika harakati za kupekua kwenye vitabu vya kale vilivyokatazwa, nikapata kitabu kinachoitwa The Secret Book of John, kitabu ambacho Yesu alizungumza na Yohana baada ya ufufuo wake, lakini kanisa lilikataa na kutupilia mbali kitabu hiki. Leo sitakuambia tu hadithi yake, nitakuonyesha siri za ulimwengu, ukweli wa Mungu wa kweli, jinsi ulimwengu ulivyoumbwa kwa makosa, sababu ya maumivu duniani, na kwa nini kanisa liliogopa kitabu hiki zaidi ya yote. Kaa hadi mwisho, na leo utashangaa kama mimi tu. Lakini kabla hatujaanza, asanteni sana kwa wote mlio subscribe na kutuunga mkono kwenye chaneli yetu ya Neno Kweli. Ninyi ndiyo nguvu yetu. Ninyi ndiyo sababu tunaendelea kutafuta vitabu hivi kwa nguvu. Na kwa wale ambao bado hamuja subscribe, bonyeza subscribe button hapo. Asante. Sasa twende ndani ya siri ya The Secret Book of John. The Secret Book of John, kwa Kigiriki Apocryphon of John, ni kimoja kati ya vitabu vya siri zaidi vya Kikristo. Kiliandikwa katikati ya karne ya pili AD, karibu miaka 100 hadi 150 baada ya Kristo kufariki. Kitabu hiki kilipatikana mwaka 1945 katika Nag Hammadi, Egypt, ndani ya gudulia kubwa la udongo lililokuwa limefichwa katika pango. Pamoja na kitabu hiki, kulikuwa na vitabu vingine 52 vya Kignostiki, ikiwa ni pamoja na The Gospel of Thomas, The Gospel of Philip na The Gospel of Truth. Lugha yake ya asili ni Kikoptic, lakini wanasayansi wanaamini kwamba nakala ya awali ilikuwa Kigiriki. Kitabu hiki kina mazungumzo kati ya Yesu baada ya kufufuka na Yohana mtume. Kinasema kwamba Yesu alimfunulia Yohana siri za ulimwengu, chanzo cha ovu, asili ya binadamu na njia ya wokovu. Ukisoma The Secret Book of John, chapter 1, verses 1 to 5, inasema mafundisho ya siri ambayo Mwokozi alinena na Yohana ndugu yake akisema, Yohana, Yohana, kwa nini unashuku? Kwa nini unaogopa? Kwa nini unalia? Mimi niko pamoja nawe daima. Mimi ndiye yule niliye pamoja nanyi daima. Mimi ni Father, mimi ni Mother, mimi ni Mwana. Mimi ni yule asiyetiwa unajisi na kukosa hekima, lakini mimi ni hekima yenyewe. Kitabu hiki kilikuwa maarufu sana kati ya Wagnostiki wa karne ya pili na ya tatu, na nakala 4 tofauti zimepatikana, ikionyesha kwamba kilisomwa sana, lakini kanisa la msingi halikukikubali kamwe, na kiliondolewa wakati vitabu vya Biblia vilipokusanywa katika karne ya 4. Ili kuelewa kitabu hiki, lazima tuanze juu kabisa kwa Mungu wa kweli. Ukisoma The Secret Book of John, chapter 2, verses 25 to 3.10, inaelezea Mungu wa kweli kwa undani. Roho au Mungu wa kweli ni asiyeonekana. Hakuna kitu kinachoweza kumfikiri. Yeye ni zaidi ya uungu. Yeye ni zaidi ya utakatifu. Yeye si wa milele, bali ni zaidi ya milele. Yeye si kamili, bali ni zaidi ya ukamilifu. Yeye si mkubwa wala si mdogo. Hakuna anayeweza kumsema ni wa jinsi hii au wa jinsi ile, kwa maana hakuna anayeweza kumfahamu. Yeye ni nuru safi asiyechanganywa na giza. Yeye ni uzima wa milele. Yeye ni hekima isiyo na mipaka. Mungu huyu haonekani, hafikiki, na si kama chochote tunachokijua. Yeye ni chanzo cha kila kitu, lakini hajaumba kitu chochote kwa mikono yake mwenyewe. Badala yake, aliwatoa viumbe vya kiroho, aeons, ambao ni kama mawimbi ya nuru yanayotoka kwake. Mmoja wa aeons hawa alikuwa Barbelo, mama wa nuru,
hekima ya kwanza, mwanamke wa Mungu. Na kutoka kwa Barbelo, Kristo au Autogenes alizaliwa. Ukisoma The Secret Book of John, chapter 6, verses 10 to 12, inasema, na Barbelo alimwangalia Father, na kumwangalia alizaa mwana wa kwanza, Kristo, ambaye ni mwanga safi na ambaye Father alimpenda sana. Hii ni taswira ya uungu tofauti na ile ya Biblia. Hapa Mungu ana mama, Barbelo, na mwana, Kristo, na wote ni mionjo ya nuru. Kitabu hiki pia kinazungumza anguko la Sofia na chanzo cha ulimwengu mbaya. Sasa hapa ndipo hadithi inapokuja ya kushangaza. Mmoja wa aeons wa mwisho alikuwa Sofia, maana yake hekima kwa Kigiriki. Sofia alikuwa na tamaa ya kuumba kitu peke yake, bila kibali cha Mungu wa juu wala mwenzake wa kiume. Ukisoma The Secret Book of John, chapter 9, verses 25 to 10.5, inasema, Sofia bila kibali cha Roho au Mungu wa kweli na bila mshirika wake alitaka kudhihirisha umbo lake mwenyewe, lakini alichokitoa hakikuwa kama yeye mwenyewe. Badala yake kilidhihirisha kiumbe chenye umbo tofauti, umbo la nyoka na simba, macho yake yakiwaka kama moto. Alimtupa mbali kutoka kwenye pleroma, yaani nje ya ulimwengu wa nuru, ili wagnostiki wenzake wasimuone. Alimuita jina lake Yaldabaoth. Yaldabaoth pia anajulikana kama Demiurge, Saklas, mpumbavu, au Samael, Mungu kipofu. Ni uzao wa makosa. Hakuumbwa kwa upendo au hekima. Alizawa kutokana na tamaa na kasumba ya Sofia. Na kwa sababu aliumbwa nje ya pleroma, yaani nje ya ulimwengu wa nuru, alikuwa na giza ndani yake. Sofia alipoona alichokifanya, alihuzunika sana na kuombola sana, na kilio chake kilimfikia Father. Na Father kwa huruma alimtuma Kristo kumsaidia, lakini ilikuwa tayari haikuwa tele. Yaldabaoth alishaanza kuumba ulimwengu wake mwenyewe. Yaldabaoth, kwa kuwa alizawa nje ya ulimwengu wa nuru, hakumfahamu Mungu wa juu. Alidhani yeye ndiye Mungu pekee. The Secret Book of John, chapter 11, verses 15 to 20, inaendelea kusema, lakini kwa kusema hakuna Mungu mwingine isipokuwa mimi, Yaldabaoth alionyesha kwamba yeye ni mjinga. Kwa maana kama hakuna Mungu mwingine, basi kwa nani anazungumza? Maana yake ni kwamba anajua kwamba kuna wengine juu yake, lakini kwa sababu ya puofu wake wa kiroho hakuweza kuwaona. Yaldabaoth alikuwa muovu, mwenye kiburi na mjinga, na yeye ndiye aliyeumba ulimwengu huu. Ndiyo maana ulimwengu unajaa maumivu, mauti, magonjwa na dhuluma, kwa sababu haujaumbwa na Mungu wa kweli. Sasa Yaldabaoth alianza kuumba viumbe kwenye dunia yake, lakini Mungu wa juu aliona yote yanayotokea na alikaka kumsaidia binadamu. Ukisoma Secret Book of John 14:24 hadi 15 ndani inasema, Roho Takatifu, Mungu wa juu, alitaka kuonyesha kwa Yaldabaoth kwamba kuna Mungu juu yake. Kwa hiyo Mungu alidhihirisha picha yake mwenyewe, mwanadamu kamili, juu ya maji ya uumbaji. Na Yaldabaoth alipoona kivuli cha picha hiyo kwenye maji, akashangaa sana. Akawaambia malaika wake, njoni, tumuumbe mwanadamu kwa mfano wa Mungu na kwa sura yetu, ili kivuli chake kitusaidie kutawala viumbe wote wa dunia. Yaldabaoth aliiba picha ya Mungu na kuumba Adamu. Lakini kwa sababu Yaldabaoth na malaika wake hawakuwa na nuru ya Mungu, Adamu aliyemuumba alikuwa mwili tu bila roho. Alikuwa kama sanamu isiyo na uhai, amelala chini bila kusogea. Secret Book of John 19:10 hadi 15 inasema, Yaldabaoth na malaika wake walimuumba Adamu, lakini Adamu hakuweza kusimama wala kufungua macho yake. Alikaa pale kama kitu kisicho na uhai.
na Yaldabaoth alihuzunika kwa sababu hakuweza kumfanya Adamu awe hai. Mungu wa juu alipoona hili, alimhurunia Adamu. Kwa hiyo alimtuma Sofia kutoa pumzi ya uzima kwa Adamu. Secret Book of John 19:20-25 inasema, Sofia alipuliza pumzi ya roho kwenye uso wa Adamu, na Adamu akawa hai, akafungua macho yake, akasimama, na nuru iliyokuwa ndani yake iling'aa zaidi kuliko ile ya wale waliomuumba. Yaldabaoth na malaika wake walishangaa na kuogopa, kwa maana Adamu alikuwa na nguvu ya Mungu ndani yake. Adamu alikuwa sasa hai na alikuwa na nguvu ya kiungu ndani yake, ile nuru ya Mungu wa juu ambayo Sofia alimpa. Yaldabaoth alikasirika na kuwa na wivu. Aliendelea kufikiria jinsi ya kumnyang'anya Adamu hiyo nuru. Ili kumdhoofisha Adamu, Yaldabaoth alimweka kwenye bustani ya Edeni, lakini The Secret Book of John inasema kwamba bustani hiyo haikuwa baraka, ilikuwa gereza. Secret Book of John 21:9-15 inasema, Yaldabaoth alimweka Adamu bustanini, lakini ilikuwa ni bustani ya mateso, siyo ya furaha. Kwa maana Yaldabaoth alitaka kumzuia Adamu asipate maarifa. Akamwambia, ule matunda ya kila mti, lakini usile mti wa maarifa ya wema na ubaya, kwa maana siku utakakokula utakufa. Lakini alikuwa anamdanganya. Ukweli ni kwamba Yaldabaoth hakutaka Adamu apate maarifa ambayo ingalimfanya aelewe kwamba Yaldabaoth si Mungu wa kweli. Unaona hilo? Tuko pamoja ndugu zangu. Yaldabaoth alimkataza Adamu kula mti wa maarifa, si kwa sababu ilikuwa dhambi, bali kwa sababu alitaka kumfanya Adamu aishi katika ujinga. Aliogopa kwamba Adamu angejua ukweli kwamba Yaldabaoth ni mungu wa uongo. Hii ni tofauti kabisa na hadithi ya Biblia. Kwenye Biblia, Mungu alikataza Adamu kula mti wa maarifa kwa sababu ilikuwa ni mtihani wa utii. Mwanzo 2:16-17. Lakini kwenye kitabu hiki ilikuwa ni udhibiti wa kidhalimu kumfanya Adamu aendelee kuwa mjakazi. Mungu wa juu alipoona jinsi Adamu alivyowekwa kwenye gereza la ujinga, alimhurumia tena, na alifanya kitu ambacho kanisa halikuweza kukubali. Alimtuma Kristo kwa umbo la nyoka ili amfundishe Adamu ukweli. Ukisoma Secret Book of John 22:1-8 inasema, na Kristo alimtokea Adamu na Hawa kwa umbo la nyoka, mwalimu wa hekima. Nyoka akamwambia Hawa, Mungu amewadanganya. Amesema kwamba mtakala mti huo mtakufa, lakini hamtakufa, bali macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama miungu, mkijua wema na ubaya. Na Hawa akala, akampa Adamu, naye akala, na macho yao yalifunguliwa, wakaona kwamba walikuwa uchi, na wakaelewa ukweli. Umeona hiyo? Nyoka hakuwa shetani. Nyoka alikuwa Mwokozi, Kristo mwenyewe aliyetumwa kukomboa Adamu kutoka kwa utumwa wa ujinga wa Yaldabaoth. Na kula mti wa maarifa haikuwa dhambi, ilikuwa uokovu. Ilikuwa njia ya kufunguliwa macho na kujua ukweli. Lakini Yaldabaoth alipoona kwamba Adamu amepata maarifa, alikasirika sana. Secret Book of John 22:15-20 inasema, Yaldabaoth alikasirika na kumlaani nyoka na kumlaani Adamu na Hawa. Akawafukuza nje ya bustani. Akasema, tazama, Adamu amekuwa kama mmoja wetu, anajua mema na mabaya. Basi sasa hatupaswi kumwacha akanyooshe mkono wake na kula kutoka kwa mti wa uzima na kuishi milele. Hii ni sawa na Mwanzo 3:22-24 inasema, Bwana Mungu akasema, tazama, mtu amekuwa kama mmoja wetu, anajua mema na mabaya. Basi sasa asije akanyoosha mkono wake akachukua nao katika mti wa uzima na kuishi milele. Lakini The Secret Book of John inasema kwamba maneno haya hayakusemwa na Mungu wa kweli, yalisemwa na Yaldabaoth, mungu mbaya. Kitabu hiki kinasema kwamba Kristo Yesu amekuja duniani mara nyingi kwa umbo tofauti ili kufundisha wanadamu ukweli.
Ukisoma Secret Book of John 30:11 hadi 31 ndani, inasema, mimi nimeshuka duniani mara 3. Mara ya kwanza nilishuka kama nyoka kufundisha Adamu. Mara ya pili nilishuka kama Noa kuwaokoa wale wenye hekima. Mara ya 3 nimeshuka kama Yesu wa Nazareti kufundisha maarifa ya siri ya wokovu. Lakini sikuteseka kama wanavyodhania watu. Mwili uliotasuliwa ulikuwa wa mtu mwingine, Simoni wa Kirene. Lakini mimi, roho, nilisimama pembeni nikicheka, kwa maana hawakuweza kunishika. Biblia inasema Yesu aliteseka, akafa masalabani, akafufuka. Wakorintho wa kwanza 15:3 hadi 4, Wafilipi 2:8. Lakini The Secret Book of John inasema Yesu hakuteseka. Badala yake Simoni wa Kirene ndiye aliyetasuliwa. Hii ni fanana na mafundisho ya Docetism, imani kwamba Yesu alikuwa roho tu, si mwili halisi, na kwa hiyo hakuweza kuteseka. Na kitabu hiki kinasema kwamba njia ya wokovu si kwa imani, bali kwa jua maarifa ya siri. Secret Book of John 31:20 hadi 25 inasema, yeyote atakayejua ukweli huu kwamba ulimwengu uliumbwa na Yaldabaoth na kwamba Mungu wa kweli yuko juu yake, atakombolewa, lakini wale hawatojua watabaki katika giza na utumwa. Hii ni Gnosticism safi kabisa, imani kwamba wokovu unakuja kwa maarifa ya siri, si kwa imani. Sasa, hebu tuangalie vipi kitabu hiki kinakinzana na Biblia. 1. Mungu wa Agano la Kale ni Mungu mbaya. Biblia inasema Yahwe ni Mungu mmoja wa kweli, Kumbukumbu la Torati 6:4 na Isaya 55:5. Lakini kwenye Secret Book of John, Yahwe Yaldabaoth ni Mungu wa uongo na mwovu. 2. Nyoka ni Mwokozi, si Shetani. Biblia inasema nyoka ni Shetani mdanganyifu, Mwanzo 3:1 hadi 5, Ufunuo 12:9. Lakini The Secret Book of John inasema nyoka ni Kristo, Mwokozi wa Adamu. 3. Kula mti wa maarifa ni uokovu, si dhambi. Biblia inasema kula mti wa maarifa ni dhambi ya utoufu, Mwanzo 3:6, Warumi 5:12. Lakini The Secret Book of John inasema kula mti wa maarifa ni uokovu na kufunguliwa macho. 4. Wokovu ni kwa maarifa, si kwa imani. Biblia inasema wokovu ni kwa imani kwa Yesu, Waefeso 2:8 hadi 9, Yohana 3:16. Lakini The Secret Book of John inasema wokovu ni kwa maarifa ya siri. 5. Yesu hakuteseka masalabani. Biblia inasema Yesu aliteseka, akafa, akafufuka. Wakorintho wa kwanza 15:3 hadi 4, Mathayo 27. Lakini The Secret Book of John inasema Yesu hakuteseka. Badala yake Simoni wa Kirene ndiye aliyetasuliwa. 6. Kuna Mungu wawili, mwema na mbaya. Biblia inasema Mungu ni mmoja tu, Kumbukumbu 6:4, Yakobo 2:19. Lakini Secret Book of John inasema kuna Mungu mkuu, mwema, na Yaldabaoth, mbaya. Sasa hebu tuone kwa nini kitabu hiki kiliondolewa. Kwa nini The Secret Book of John haiko kwenye Biblia? Sababu kuu ni 6. 1. Ilipotosha tabia ya Mungu. Kitabu hiki kilimfanya Mungu wa Agano la Kale, ambaye Wayahudi na Wakristo wanamwamini, aonekane kama Mungu mbaya, muovu, mjinga, mwenye kiburi. 2. Ilifanya nyoka kuwa mwokozi. Kitabu hiki kilimfanya nyoka, ambaye Biblia inasema ni Shetani, Ufunuo 12:9, kuwa Kristo mwenyewe, mwokozi wa Adam. Hii ilipingana kabisa na mafundisho ya vitabu vingine vya Biblia. 3. Ilisema Yesu hakuteseka. Injili yote ya Kikristo inategemea kifo na ufufuo wa Yesu. Paulo alisema, kwa maana nilipokea kutoka kwa Bwana kile ambacho pia nilikupeni, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka siku ya tatu. Wakorintho wa kwanza 15:3-14. Lakini kitabu hiki kilisema Yesu hakufa msalabani.
Hii ilipotosha msingi wa imani ya Kikristo. 4. Ilifundisha Gnosticism, wokovu kwa maarifa. Kitabu hiki kilisema kwamba wokovu unakuja kwa maarifa ya siri, si kwa neema ya Mungu. Lakini Paulo alisema, kwa maana kwa neema mmeokolewa kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu wenyewe, ni karama ya Mungu. Waefeso 2:8-9. Gnosticism ilisema wokovu ni kwa kujua, si kwa kuamini. 5. Iliweka Mungu wawili. Kitabu hiki kilisema kuna Mungu mwema mkuu na Mungu mbaya wa chini. Biblia inasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kumbukumbu 6:4. 6. Ilikuwa na mafundisho ya siri kwa wachache tu. Kitabu hiki kilisema kwamba wokovu ni kwa wachache wanaojua siri. Lakini Biblia inasema, kwa maana Mungu anataka watu wote waokolewe na kuja katika kujua kweli. Timotheo wa kwanza 2:4. Swali ni, je, tunapaswa kuamini The Secret Book of John? Hii inategemeana na mtu. Sijui wewe waona vipi kuhusu kitabu hiki, lakini baadhi ya watu wanasema, labda huu ndio ukweli halisi ambao kanisa lilificha. Labda Yaldabaoth ni mungu wa uongo wa dini. Labda ulimwengu uliumbwa kwa makosa na ndio maana kuna maumivu na mauti. Kila mtu ana haki ya kufanya utafiti wake mwenyewe na kuamua aamini nini. Bonyeza like button na hakikisha umesubscribe. Na kama una maswali, weka comment chini, tutajibu wote. Tunakuja na video nyingine nzuri zaidi, usikose hata moja. Kaa imara, tafuta maarifa. Tutaonana video ijayo. Mungu akubariki.